Hii ni Pro 255 TV na leo nakuletea simulizi maalum kuhusu baadhi ya viwanja bora zaidi vilivyowahi kuandika historia kwenye kombe la dunia pamoja na viwanja vitakavyotumika kwenye kombe la dunia kwa mwaka 2026. Lakini kabla hatujaangalia viwanja vya mwaka 2026, je, unajua viwanja vilivyoacha historia kubwa zaidi katika mashindano ya kombe la dunia? Karibu tuanze navyo. Kiwanja cha kwanza kinafahamika kama Estadio Azteca, kipo Mexico City nchini Mexico. Estadio Azteca ni moja ya viwanja maarufu zaidi duniani ambacho kina uwezo wa kuchukua zaidi ya mashabiki 87,000. Kiwanja hiki kimeandika historia kwa kuwa cha kwanza duniani kuandaa fainali mbili za kombe la dunia, mwaka 1970 ambapo Brazil ilifunga Italia mabao 4-1, pamoja na mwaka 1986 ambapo Argentina ilikutana na Ujerumani. Pia huu ndio uwanja ulioshuhudia bao maarufu la Diego Maradona dhidi ya England mwaka 1986. Leo hii Azteca ni nyumbani kwa Club America pamoja na timu ya taifa ya Mexico. Uwanja wa pili unafahamika kama Maracanã uliopo Rio de Janeiro nchini Brazil. Maracanã ni ishara kubwa ya soka la Brazil. Wakati wa kombe la dunia la mwaka 1950 ulikuwa uwanja mkubwa zaidi duniani ukiwa unaingiza mashabiki zaidi ya 199,000. Uwanja huu umeandaa fainali za kombe la dunia la mwaka 1950 na 2014 na bado unabaki kuwa moja ya viwanja vinavyoheshimiwa zaidi katika historia ya soka duniani. Uwanja wa tatu ni Olympia Stadion uliopo Berlin nchini Ujerumani. Uwanja huu una historia ndefu tangu michezo ya Olimpiki ya mwaka 1936. Leo hii una uwezo wa kuchukua zaidi ya mashabiki 74,000 na ni moja ya viwanja vikubwa nchini Ujerumani. Uliandaa mechi za kombe la dunia la mwaka 1974 na 2006, ikiwemo fainali ya mwaka 2006 kati ya Italia na Ufaransa. Uwanja wa nne ni Soccer City uliopo Johannesburg nchini Afrika Kusini. Maarufu pia kama FNB Stadium, huu ndio uwanja uliotumika kwenye fainali ya kombe la dunia la mwaka 2010 kati ya Hispania na Uholanzi. Mbali na soka, uwanja huo pia una historia ya kisiasa, kwani ndipo Nelson Mandela alipotoa hotuba yake ya kwanza Johannesburg baada ya kuachiwa kutoka gerezani mwaka 1990. Uwanja wa tano ni Rose Bowl uliopo California nchini Marekani. Uwanja huu unakumbukwa zaidi kwa kuandaa fainali ya kombe la dunia la mwaka 1994 ambapo Roberto Baggio wa Italia alikosa penalti ya maamuzi dhidi ya Brazil. Camp Nou uliopo Barcelona nchini Hispania. Huu ni uwanja ambao ni mkubwa zaidi nchini Hispania na barani Ulaya, ukiwa na uwezo wa kupokea zaidi ya watazamaji 100,000. Uliandaa mechi 5 za kombe la dunia la mwaka 1982 ikiwemo nusu fainali kati ya Poland na Italia. Uwanja mwingine ni Luzhniki Stadium uliopo Moscow nchini Urusi. Huu ndio uwanja mkubwa zaidi nchini Urusi ukiwa na uwezo wa kupokea zaidi ya watu 81,000. Ulicheza nafasi kubwa kwenye kombe la dunia la mwaka 2018 na pia ulikuwa sehemu muhimu ya Olimpiki ya mwaka 1980. Kwa kifupi, Estadio Azteca ndio uwanja wenye historia kubwa zaidi kwenye kombe la dunia kutokana na kuandaa fainali mbili, huku Maracanã ukiendelea kuwa moja ya viwanja vinavyoheshimiwa zaidi na mashabiki wa soka duniani kote. Sasa tuangalie viwanja vitakavyotumika kwenye FIFA World Cup ama kombe la dunia kwa mwaka 2026. Kombe la dunia kwa mwaka 2026 litakuwa la kihistoria kwa sababu litakuwa la kwanza kushirikisha timu 48 na pia la kwanza kuandaliwa na mataifa matatu kwa pamoja, yani Marekani, Mexico na Canada. Mashindano haya yatafanyika kuanzia Juni 11 hadi Julai 19 mwaka 2026, huku jumla ya mechi 104 zikichezwa katika viwanja 16 tofauti. Uwanja wa kwanza ni Estadio Azteca uliopo Mexico City nchini Mexico. Baada ya ukarabati mkubwa, Estadio Azteca itakuwa uwanja wa kwanza duniani kuandaa kombe la dunia mara 3, yani mwaka 1970, mwaka 1986 na mwaka huu 2026. Uwanja huu kwa sasa una uwezo wa kupokea mashabiki 83,000 na ndio utakaotumika kwenye mchezo wa ufunguzi wa mashindano haya. Uwanja wa pili ni Estadio BBVA uliopo Monterrey. Huu ni uwanja ambao una uwezo wa kupokea zaidi ya mashabiki 53,500 na utatumika kwenye mechi za hatua ya makundi pamoja na hatua za mtoano. Uwanja mwingine ni Estadio Akron uliopo Guadalajara na una uwezo wa kupokea mashabiki 48,000. Uwanja mwingine ni BMO Field uliopo Toronto.
Huu ndio uwanja mdogo zaidi kwenye kombe hili la dunia, lakini utaongezewa uwezo hadi kufikia mashabiki 45,000 kwa ajili ya mashindano. Uwanja mwingine ni BC Place uliopo Vancouver. Una uwezo wa kupokea zaidi ya mashabiki 54,000 na utatumika pia kwenye mechi za hatua ya 16 bora. Uwanja mwingine ni MetLife Stadium uliopo nchini Marekani. Huu ndio uwanja wa fainali ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 itakayochezwa Julai 19 na una uwezo wa kupokea zaidi ya mashabiki 82,000. Uwanja unaofuata ni AT&T Stadium uliopo Dallas nchini Marekani. Huu ni uwanja mkubwa zaidi kwenye mashindano haya ukiwa na uwezo wa kupokea mashabiki 94,000 na pia unajulikana kwa jina jingine la The Death Star. Mercedes-Benz Stadium uliopo Atlanta. Uwanja huu umetajwa kuwa moja ya viwanja vitakavyotumika kwenye hatua ya nusu fainali katika michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka 2026. SoFi Stadium uliopo Los Angeles. Huu ni moja ya viwanja vipya zaidi vilivyokamilika mwaka 2020 na una uwezo wa kupokea zaidi ya watu 70,000. NRG Stadium uliopo Houston, Texas nchini Marekani. Una uwezo wa kupokea zaidi ya watu 72,000 na ni moja ya viwanja vitakavyotumiwa mara nyingi katika mechi za timu ya taifa ya Marekani. Hatujaiacha nyuma Arrowhead Stadium iliyopo Kansas City. Ni uwanja ambao una uwezo wa kupokea zaidi ya mashabiki 76,000 na unashikilia rekodi ya Guinness kama uwanja wa wazi wenye kelele zaidi duniani. Hard Rock Stadium uliopo Miami. Uwanja huu umefanyiwa ukarabati mkubwa wenye thamani ya dola milioni 350 ukiwa na viti vipya, paa jipya pamoja na skrini kubwa za kisasa. Uwanja mwingine ni Lumen Field uliopo Seattle nchini Marekani, ambao una uwezo wa kupokea mashabiki 69,000 na utatumika kwenye mechi 6 zikiwemo baadhi ya mechi za hatua ya mtoano. Levi's Stadium uliopo San Francisco ni moja kati ya viwanja vya kisasa zaidi nchini Marekani ambavyo pia vitatumika katika michuano hii ya kombe la dunia kwa mwaka 2026. Lincoln Financial Field uliopo Philadelphia. Katika uwanja huu kutafanyika sherehe maalumu za miaka 250 ya uhuru wa Marekani tarehe 4 Julai mwaka 2026. Uwanja wa mwisho ni Gillette Stadium uliopo Boston. Uwanja huu umefanyiwa maboresho makubwa zaidi huku moja ya vivutio vyake vikubwa ikiwa ni mnara wenye jukwaa la kutazama mandhari kwa mfumo wa nyuzi 360, yani 360. Mechi za hatua ya makundi zitachezwa kuanzia Juni 11 hadi Juni 27, huku timu 48 zikigawanywa katika makundi 12 yenye timu 4 kila kundi. Sasa niambie kwenye comment, ni uwanja gani umeupenda zaidi kati ya yote tuliyoyazungumzia leo?